Amen, na tuombe pamoja. Tunakushukuru sana Mwenyezi Mungu kwa upendo wako ulio wa ajabu ambao wakati huu tunausherehekea na kukumbuka tunaposherehekea kuzaliwa kwa Yesu Kristo Mwokozi wetu. Mikononi mwako twajikabidhi kwa sababu wewe ni Mungu naye nena na watu wako. Nena nasi jinsi upendavyo. Ombi letu la imani katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu. Tuweza kuketi. Nipungie mkono vizuri. Haleluya. Naweza nipungia vizuri kuliko hivyo. Haleluya. Mungu ni mwema na kila wakati. Hiyo ni kweli na ni hakika. Amekuwa pamoja nami, amenilinda. Namshukuru kwa umbali huu. Nimekuwa likizo kama vile ambavyo chairman amesema, na ninataka kuchukua fursa hii kuwashukuru kwa wale ambao waliniombea wakati huo na wale ambao pia walinijulia hali. Niko mzima, Mungu amenilinda na nilipata nafasi ya kuabudu na kuhudumu katika kanisa na parokia zingine na walinipa salamu. Mmezipokea? Asanti. Nimerudi nikiwa nimelindwa na Mungu na nilikuwa nimewamiss, kwa hivyo leo nimefurahi sana kuwa hapa kanisani and I am so excited ya kwamba Mungu alikuwa ameandaa ibada hii ili tuwe pamoja. Na tena ilikuwa ni ibada ya carols na nimebarikiwa sana na uimbaji wa wanakwaya. Si wameimba vizuri sana? Mpaka nilikuwa naona kama sisi wote tunaweza jiconvert tuingie kwa ikwaya sasa, ama sivyo? Yes, kazi njema. Mungu awabariki mnapoendelea kuabudu. Leo tunajikumbusha tu kwa sababu tuko katika huo msimu wa Christmas, msimu ambao ni wa maana sana katika maisha na imani ya Mkristo, kwa sababu pasipokuwa na msimu huu basi hakuna imani. Kwa sababu kama Kristo hangezaliwa basi kisha baadaye hatungeongea kuhusu gharama aliyoilipa pale msalabani. Kwa hivyo msimu huu ni wa maana sana katika maisha yetu. Wakati mmoja nilipata nafasi ya kuhudumu katika parokia ambayo nilikuwa tu nashikilia mchungaji ambaye alikuwa amepewa transfer akaondoka akaenda mahali pengine. Na kwa sababu mimi nilikuwa mchungaji wa parokia jirani, nikaulizwa basi na presbytery pia niweze kuhudumu katika parokia ile. Na wakati tumefanya handing over sijaingia, kwa hivyo members hawanijui. Lakini Jumatatu nikapokea simu kutoka kwa mzee wa kanisa mmoja. Akaniambia, mchungaji, sasa tulimpoteza member wetu mmoja na leo hata kama ni Jumatatu tukaona ni vyema tukujulishe ya kwamba tutaingia katika kikao chake ili tuweze kuomba na kushiriki na familia. Nami mahali nilipokuwa nikasema, haitanigharimu chochote mimi kuondoka, basi niende nijiunge pamoja nao tuweze kuabudu na ile familia. Lakini kwa sababu already nilikuwa nimeshatoka nyumbani, kwa hivyo mimi sikuwa official, nilikuwa tu vile sikuwa na kola. So nikaenda tu na nilipoingia nikapata wameshaanza ushirika. Kwa hivyo wanaendelea na sasa ni wakati wa kusikiza neno. Sasa mimi nikaingia nikaona nikianza kwenda mpaka kule mbele itakuwa kila mtu ananiangalia na anataka kujua nani huyo. So nikaamua kwa sababu nimeingia naweza keti kwa congregation, kisha baada wakati unaofaa nitaondoka nienende kule mbele pia niweze kujitaja na pia niweze kuomba na familia. Na haya basi nikapata kiti. Mahali nilipoketi yule ambaye alikuwa ameketi hapo akaniambia, pana hiki kiti nilikuwa nimewekea mtu fulani. Kwa hivyo mimi nikaondoka nikaenenda mahali pengine. Nilipoondoka nikaketi hapo nao sasa ilikuwa story after story. Unajua kuna watu tu hata kwa ibada wako distracted, ama sivyo? Sote walikuwa napiga story, so mimi nasikiza tu story, sisemi chochote, siwaulizi. Nini kangojea tu. Anyway, Mungu akatuwezesha ibada na tukasikiza neno, kisha baadaye nikaenenda sasa kule mbele. Sasa
hii alikwa, kwa sababu nilimtumia elder message nikamwambia na ujue niko hapa kwa hii ibada. So nikaondoka sasa. Nilipoalikwa, nilipoenda pale mbele, ungeona nyuso za wale watu ambao tulikuwa tumeketi pamoja nao. Sasa wengine walikasirika wakasema, si heri angesema wakati aliingia tu yeye ni mchungaji. Sasa wale ambao pia waliniambia niondoke kwenye kiti wakasema tungejua ni mchungaji hatungemwambia afanye nini, aondoke. Unajua kwa kawaida mchungaji akiingia hata unaamka, si ndio? Unampatia kiti. Ama sivyo? Sababu mchungaji amefanya nini? Ameingia. So anasema kama angesema hata hatungemwambia aondoke kwenye kiti ambacho alikuwa amekalia. Na hiyo ikanifunza ya kwamba ni rahisi sana kuwa na mtu ambaye kwa sababu haujui yeye ni nani, kuna vile ambavyo utakavyompokea, kuna vile ambavyo utakavyomkaribisha. Lakini wakati ambapo hiyo itabadilika, ujue by the way huyu ni mchungaji, huyu sijui ni governor, sijui wa wapi, huyu sijui ni nani. Wale watu wenye tunaonanga hao ndio tunaweza angalia. Kuna vile ambavyo tutakavyowapokea, kuwakaribisha na kuwapa nafasi miongoni mwetu. Ama sivyo? Leo tunazungumza kuhusu kujitayarisha kwa ajili ya mfalme. Mwambie mwenzako, jitayarisha kwa ajili ya mfalme. Ujitayarishe kwa ajili ya mfalme. Nilikuwa najaribu kuwaza, wakati wowote tunapowapokea wageni manyumbani mwetu, kuna vile ambavyo sisi hujiandaa. Kwanza kabisa, mahali ambapo tutawapokea, tunapanga vizuri, tunaondoa kitu ambacho hakistahili kuwa pale, tunapaosha panang'ara kabisa, such that huyo mgeni akiingia ataketi na atajihisi ya kwamba ako sawa. Hauwezi imagine ya kwamba vyombo ambazo tumekulia, sahani na vikombe bado ziko kwa meza na kuna mgeni ambaye unakaribisha. Haiwezekani. Ama sivyo? Tutaondoa, tutaosha, tutang'arisha hiyo nafasi. Tena, ikiwa tulikuwa na mipango na mikakati ambao tulikuwa tumeiweka, ingine cancel, tunabadilisha. Tunasema siku fulani, hata kama kuna rafiki yangu sijui alikuwa ananiita niende graduation ya mtoto wake, mimi kwangu pia niko na wageni, kwa hivyo siwezi ondoka niende kwingine. Kwa hivyo cancel schedule zote kabisa, mpaka wengine block kwa diary zetu. Ukitoa tu hivi, unaona pameandikwa hilo jambo ambalo tumeliweka. Kama huyu mgeni, pengine inaweza kuwa ni mwanasiasa na cheo chake, kama sasa ni rais wa Jamhuri ya Kenya tunataka kumpokea. Kuna vile hata mazingira yetu lazima tutaangalia. Kwa hivyo kama ni security, tutahakikisha tumeiweka ikiwa sawa. Tena kwa boma zetu, tunahakikisha ya kwamba kila mmoja anajua, anafahamu ya kwamba tuna mgeni wa heshima. Tuna mgeni ama tuna wageni ambao tunawasubiri. Haijalishi, hata kama ni mtoto mdogo, lazima ajue kuna wageni. Na tena kwanza hao, wanaambiwa vizuri sana, wageni wakija, ukae vizuri. Uhakikishe haujafanya nini? Haujamisbehave, ama sivyo? Kwa sababu kuna wageni wanakuja ambao tunawapokea. Tena tunaangalia maneno yetu, ndiposa sasa hawa wenye tulikuwa tumeketi nao walikuwa washinda nilisikia nini, kutaenda aje maneno. Tunaangalia yale ambayo tunayoyanena. Kwa hivyo kujiandaa kwa sababu ya watu ambao tunataka kuwakaribisha, wageni, watu mashuhuri, wafalme pengine. Kuna vile ambavyo sisi hujitolea. Sasa swali kubwa ni, je, huyu mfalme wa wafalme ambaye twazungumza kumhusu, je, tumejitayarisha kivipi kwa ajili yake? Je, wewe u tayari kwa ajili ya mfalme? Nimekuja kugundua ya kwamba ni rahisi kuwa na mfalme na kutojua ya kwamba yu pamoja nawe. Kama vile ambavyo nilivyokuwa kwenye ibada, lakini wale tuliokuwa nao hawakujua mchungaji yuko katika ibada ile. Hivyo pia ni rahisi. Ukienenda kwenye maandiko unapata mambo kama yale. Kuna mtu ambaye anaitwa Yakobo. Wakati mmoja Yakobo akasema, kwa hakika
Bwana yupo mahali hapa nami sikujua. Ya kwamba Mungu amekuwa hapa lakini mimi sikujua. Katika kitabu cha Mwanzo 28 mstari wa 16. Pia wakumbuke wanafunzi wa Yesu ambao walikuwa wakitembea kuelekea Emmaus. Hao nao wamezungumza, wako na Yesu kabisa, wamepiga story mpaka wanamuuliza, kwani wewe ni wa wapi? Haukuwa umesikia hiyo story ya kwamba Yesu akafa? Na wameendelea kisha baadaye wanajua kumbe huyo ndiye Yesu ambaye alikuwa miongoni mwetu. Bethlehemu yenyewe pia nao mfalme amezaliwa, Mesaya amezaliwa. Lakini wao pia waliendelea na shughuli zao. Hakuna kitu ambacho kilisimama. Hawakujua ya kwamba mfalme ambaye walikuwa namtarajia already ameshazaliwa. Ukitazama pia maneno yake Yesu Kristo katika kitabu cha Mathayo 25 kutoka mstari wa 31 hivi hadi 46. Yesu Kristo mwenyewe anasema ya kwamba wakati mmoja mtakuwa mkiuliza, nilikuwa nanyi wapi mkanikataa? Kwa sababu mimi hupatikana kwa wale watu ambao wana njaa, wengine ambao wamefungwa korokoroni, huko ndiko mimi hupatikana. Kwa hivyo, in other words, Yesu alikuwa anawaambia wanafunzi wake, ni rahisi kuwa nami, lakini mnaweza kosa kujua ya kwamba niko miongoni mwenyu. Kwa hivyo leo, swali kubwa ni, tunapoendelea na shamra za Krismasi, kuna vile ambavyo tunahakikisha tumepamba kila mahali. Ukiangalia mpaka kanisa letu leo limepambwa kweli, ama sivyo? So tunapamba mpaka tuko na Christmas tree hapa, tuko na meja hapo, tumeweka mpaka kuna vile ambavyo tunajaribu kudemonstrate mpaka unaweza ona vile Yesu alikuwa amelazwa. Tumefanya hayo yote. So hizo decorations ziko. Pia kuna vile tumeweka mikakati, tutasafiri, tutaenda, tutafanya, na hizo zote ni vizuri. Wengine mpaka shopping tumeenda, kama hatujaenda bado tutaenda. Kuna vile ambavyo tunajiandaa, vile ambavyo tutapeana gifts kwa marafiki zetu, kwa watu wa familia. Kwa hivyo hiyo hata ya kubadilishana magifts ama vipawa bado iko. Kwa hivyo mambo ni mengi. Lakini swali kubwa ni, katika shughuli zako zote, je, wewe umejitayarisha kwa sababu ya mfalme? Ama ni matayarisho mengine yote pasipo kujitayarisha kwa ajili ya mfalme? Hilo ndilo swali kubwa. Na tunauliza hili swali pia tukifahamu ya kwamba jinsi ambavyo Yesu Kristo alivyokuja mara ya kwanza wakati ambapo tunasherehekea kuzaliwa kwake, pia atarudi mara ya pili wakati huu kuchukua walio wake. Je, wewe utayari, umejitayarisha kwa ajili ya huyu mfalme? Nilikuwa najaribu kuwaza, nikaona Yuda walikuwa na shida na matatizo. Kwanza kabisa walikuwa wanajua ya kwamba walikuwa natarajia na walikuwa wamewekwa uoga na Assyrians ambao walikuwa wamepanga jinsi ambavyo watakavyo wavamia. Kwa hivyo watu hao hawakuwa na furaha, walikuwa na uoga, walikuwa hawangeweza kutulia. Na tena viongozi wao walikuwa ni watu ambao hawakuwa ni wazuri sana, kwa sababu they were people who were corrupt. Na kwa hivyo wakiwaongoza na mambo mengi yaliyokuwa yakiendelea, ikafanya taifa hili, wakati ambapo wanamgojea mfalme, walikuwa wanagojea mfalme ambaye akiingia, kila mtu atajua mfalme ameingia, na tena ataingia kwa vishindo ili aweze kuwaokoa. Lakini haikuwa hivyo. Huyu Yesu, mfalme wa wafalme, Mesaya, hakukuja na headlines, hakukuja kila mahali pameandikwa matangazo, ama sauti zikienenda vile saa zingine tunasikianga tangazo. Hakufanya hivyo. Tena yeye hakuzaliwa kule kwenye nyumba ya kifalme, in the palace. Huko siko alizaliwa. Yeye anazaliwa Bethlehem, taifa ambalo ama nchi ambayo ama town ambayo ni ndogo sana kuliko zingine zote za Yuda. Kwa hivyo yeye kuzaliwa kwake si mahali ambapo pia wangetarajia. Pengine wangedhani atazaliwa Jerusalem, na tena azaliwe kwa hekalu, mahali ambapo panaonekana kweli hapa tuko tayari kumpokea
mfalme. Lakini haikuwa hivyo. Tena yeye haingii akiwa ameongozwa na kundi kubwa sana la watu mbele nyuma likimshangilia. Hakuna parade kama hiyo ambayo imetengenezwa. Actually yeye anazaliwa na msichana ambaye ni mdogo sana. Kwa hivyo tunapoangalia jambo hili, tunagundua ya kwamba Yesu anaingia, ndiyo mfalme anaingia, lakini wale watu ambao walikuwa wametarajia kwa muda mrefu hawakufahamu ya kwamba ameingia, kwa sababu hawakuwa wamejitayarisha sawa sawa. Wakati huu si wakati wa kuhesabu siku ambazo zimesalia kabla Christmas ifike, lakini ni wakati wa kufunza mioyo yetu jinsi ya kufahamu uwepo wa Mungu ulio miongoni mwetu. Praise be to God. Ni wakati wa kujifunza jinsi ya kujua ya kwamba mfalme yu pamoja nasi. Yule tunayemsubiri ya kwamba atazaliwa yu pamoja nasi. Hiyo basi inatuita kufanya mambo matatu, na jambo la kwanza kwa Kiingereza tungesema catch the whisper. Tungesema catch the whisper. Kwa Kiswahili ni sikia mnong'ono. You know whisper, hiyo sauti ambayo inakuja kwa upole. Kwa nini? Kwa sababu Mungu anapotangaza ya kwamba mfalme ataingia, mfalme amefika, hatangazi kwa lugha ambayo kila mtu anaweza sikia mahali popote alipo. Kwa sababu ukiangalia, tumesema kwanza Bethlehem ndio imechaguliwa, mahali ambapo ni padogo sana, si hapo pengine tungefikiria, ni kama hapa kwetu Bahati. Ukisema ya kwamba unataka kushukishwa Bahati na tena useme hapa PCA Bahati, ni rahisi sana mtu aelewe unaongea kuhusu nini. Lakini ukianza kusema Katamwingi, kuna wengine wanakuuliza kama kuna mahali panaitwa hivyo ama sivyo, kwa sababu hata hawajui, hawajawahi sikia. Sasa ni kama hivyo Yesu azaliwe mahali kama hapo. Tena ukiangalia katika somo letu la pili, tunamuona Elizabeth ambaye anamkaribisha Mary. Na katika kumkaribisha Mary, anasema ya kwamba mtoto aliyekuwa ndani yake anarukaruka. Na ni kurukaruka katika ile hali ya kumwabudu, kwa sababu amefahamu yule ambaye ameingia si mtu wa kawaida tu, ni mfalme wa wafalme. Praise be to God. Hii basi inamaanisha ya kwamba Mungu anapokuja kwetu haji kwa hizo advert mingi ambazo tunatarajia. Unajua saa hizi kuna advert mingi sana ambazo zinaendelea. Zingine ni za nunua kitu fulani ama sivyo? Na saa hizi tunaambiwa mpaka ziko na offers. Kwa hivyo ni rahisi sana uende ununue kitu msimu huu kwa sababu uliambiwa kiko na offer. Kuna hizo adverts ni mingi sana. Tena kuna vile ambavyo tunawekewa ratiba. Wengine wanasema ukitaka kufurahi sana, sijui kuja utembee wapi. So adverts zingine zinatuambia kule tutakapoenda ili tuweze kusherekea vizuri. Zingine zinatuambia usichelewe. Ukichelewa basi utakuta mwana si wako. Unajua? So hizo adverts zote ziko. Lakini katika hizi adverts zote Mungu angali ananena pamoja nasi. Swali kubwa ni, je, wewe utakuwa mwepesi wa kusikia sauti yake ambayo ni nyororo kuliko sauti zingine zote ambazo zinatangaza mambo mengi? Are you willing to catch the whisper? Praise be to God. Ama utafanya mambo mengi, utatangamana na marafiki, utasikiza habari zao zote, utajua mambo yote na mikakati yote ambayo imewekwa na imepangwa, lakini ukose tu nafasi ya kusikia kile ambacho Mungu angetamani na anakusudia kuhusu maisha yako. Siku hizi tunakimbizana na mambo mengi, tunakimbizana na traffic saa zingine, kwanza msimu huu, ama sivyo? Tunakimbizana na deadlines kwa sababu kuna kitu nataka umalize, angalau 25th ukuwa uko free, hiyo tu ni kupumzika na watu wako. Notifications ni mingi sana hata kwa simu zenye zinaingia kila wakati. Lakini je, unafahamu ya kwamba kiini na maana ya msimu huu ni Yesu Kristo, Messiah, Emmanuel, mfalme wa wafalme. Praise be to God. Jambo la pili ambalo pia ni la maana sana ni kukagua
mwendo wako. Mwambie mwenzako, kagua mwendo wako. Kwa Kiingereza tungesema check your speed. Check your speed. Kagua mwendo wako. Najua wakati ambapo Mary alipokea ujumbe ya kwamba yeye ndiye atakaye mbeba Yesu Kristo, yeye ndiye atakaye tumiwa na Mungu kumleta hapa ulimwenguni. Mary hakawii hata kidogo, hata hatumani kwa Elizabeth. Wakati ambapo anagundua hata Elizabeth ni mjamzito, anaacha shughuli zote, anakimbia kwake kwa haraka sana. So schedule zake zote zimeisha, mikakati yake yote imefika mwisho, anakimbia kwa Elizabeth. Kwa sababu anajua na anafahamu ya kwamba Elizabeth atamuelewa. Yeye mwenyewe ni mjamzito, Elizabeth ni mjamzito, kwa hivyo anajua wataweza kuzungumza lugha ambayo wataelewana. Praise be to God. Na anapokimbia pale, la kupendeza ni kwamba Elizabeth anapompokea, kwanza kabisa anamtia nguvu, anamtia moyo, anafanya mambo mengi, kwa sababu katika kumpokea Elizabeth pia anafahamu huyu si mtu tu wa kawaida ambaye ameingia katika kikao hiki. Mtoto aliye hata ndani yake anajua, na hata yeye mwenyewe amejawa na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo anajua ya kwamba yule ambaye anampokea ni mama ya mfalme ambaye wanasubiri atakuja, mkombozi wa watu wake. Wakati huu tuna shughuli mingi, mbio nazo ni mingi, kiasi cha kwamba katika mbio zetu saa zingine tukiingia hata kwenye ibada ama tukiingia mahali ambapo tutasikiza neno ama hata kuomba, inakuwa hiyo nafasi hakuna, kwa sababu mbio na shughuli nazo ni mingi. Lakini naye Mungu anatuuliza swali siku ya leo. Je, katika mbio zako, katika mwendo wako, unakimbia mbali naye? Ama je, unamkaribia? Hilo ndilo swali kubwa. Praise be to God. Is your speed taking you away from him or closer to him? Mwendo wako, safari zako, zinakupeleka mbali na Mungu ama zinakuleta karibu naye? Sasa kuna wale ambao watakesha mpaka kwa mkesha wowote mahali pale, na wasahau katika kesha zile pia kumshukuru Mungu ambaye ametubeba mwaka mzima, ama sivyo? So naye Mungu anatuuliza, katika mambo yale yote unayoyatenda, mbio zako zinakupeleka wapi? Jambo la tatu ambalo pia ni la maana sana ni kuchagua marafiki wako. Praise be to God. Mwambie mwenzako, chagua marafiki wako. Uchague marafiki wako. Tumesema ya kwamba wakati ambapo Mary anapokea ujumbe ya kwamba yeye ndiye atakayembeba Yesu Kristo, yeye ndiye atakayemzaa, hafanyi mambo mengine yoyote, anakimbia kwa Elizabeth. Kwa hivyo amemchagua Elizabeth kuwa rafiki yake wa karibu. Mara kwa mara tunapopokea ujumbe, kama ni ujumbe mzuri, tunapigia marafiki zetu. Kama ni ujumbe ambao hata hatuelewi, pia tunapigia nani? Marafiki. Swali kubwa ni, marafiki tunao wapigia, tunao wakaribisha katika maisha yetu, je, wanatuleta karibu na Mungu ama mbali na Mungu? Elizabeth anapompokea Mary, tumesema ya kwamba anampongeza, tena anadhibitisha ahadi ambayo Mungu amempatia Mary, na tena anambariki. Na katika kufanya haya, basi Mary anajua ako mahali ambapo panastahili. Yeye anaweza kumgojea Mungu na kusudi lake na ahadi zake zitimie kwa ushujaa, kwa sababu pia kuna rafiki yake wa karibu, hata kama alikuwa ni mmoja pia wa familia, ambaye amemsaidia kujua jambo hili ambalo linatendeka ni jambo la kiungu. Praise be to God. Pia nasi marafiki wetu, wale ambao tumewaweka karibu, kwa sababu wakati huu pia ni wakati wa kusherehekea pamoja na marafiki, pamoja na watu wa familia, katika sherehe zile, tutakapokuwa tukitangamana kule nyumbani, tutakapokuwa tukituma messages kule kwa WhatsApp, tutakapokuwa tukifanya shopping kule tutakapokutana, tutakapokuwa tukisafiri katika safari hizo, huko kote, kwa sababu tuko na nafasi ya kutangamana mmoja kwa mwingine. Je, nafasi hizo zote zinakuleta kwake Yesu ama za kupeleka mbali naye?
Praise be to God. Mungu siku ya leo anatukumbusha kwa sababu yeye ni mfalme. Pamoja nasi kila siku, uwe nyumbani, uwe safarini, uwe hapa kanisani, uwe pale nje, uwe umelala, yeye yu pale. Basi ishi kwa njia ambayo yaonyesha kwa hakika we utayari kwa ajili ya mfalme. Praise be to God. Ili hata atakaporudi mara ya pili, atakupata ungali umejiandaa, kwa sababu wale wanaoweza tu kumpokea Yesu ni wale ambao wana imani. Praise be to God. Ndiposa Elizabeth alifahamu ya kwamba mfalme yuaja. Hata kabla azaliwe, hata kabla amuone, alifahamu, alijua. Na ilhali kuna wengine ambao hata baada ya Yesu kuzaliwa hawakufahamu ya kwamba yeye ndiye mfalme waliyekuwa wakimtarajia. Kwa sababu wale ambao wako tayari kwa sababu ya mfalme, wao hujiandaa kwa imani. Praise be to God. Naye mfalme hujidhihirisha katika maisha yetu mradi tu mioyo yetu imejawa na imani. Kwa hivyo mambo matatu ambayo tumeyasema ambayo ni ya maana. La kwanza, sikiza mnongono. Kwa Kiingereza tumesema catch the whisper. Jambo la pili, check your speed. Ukague mwendo wako. La tatu, tukasema choose your circle, I'll choose your friends. Na kwa Kiswahili, chagua marafiki wako. Hebu Mungu akatusaidie ya kwamba haya mambo matatu msimu huu na hata kuendelea tutayaangalia, ili kila siku na kila wakati tujitayarishe kwa ajili ya mfalme. Katika jina la Baba, la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Na tuombe. Tukushukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kunena nasi. Umetukumbusha ya kwamba wakati huu kuna sauti mingi sana ambazo zinazungumza, na kuna matangazo mengi ambayo yanafanywa. Lakini wewe, tangazo la kuzaliwa kwa Yesu Kristo, mfalme wetu, tangazo la kuja kwake, haulifanyi kama matangazo mengine yote. Kwa hivyo wale ambao wataweza kusikia, wale ambao wataweza kutambua, wale ambao wataweza kuelewa, lazima wawe na imani. Nasi tuomba ewe Mungu ukajenge imani yetu. Tuongeze imani ili tusipitwe na muda na nafasi na nyakati ambazo wewe hutuandalia kila wakati. Tusaidie katika shughuli zetu, sherehe zetu na mambo yote tunayoyafanya. Tuwe wepesi kusikia mnongono, tuwe wepesi kuangalia ama kukagua mwendo wetu, na pia utusaidie tuwe wepesi kukagua na kuangalia na kuchagua marafiki wetu kwa hekima. Tubariki na ukae nasi, na pia utupe nafasi njema tunapoendelea kusherekea pamoja na wengine, na utusaidie pia nasi tuwe wa baraka kwao kwa njia moja ama nyingine. Na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba. Amen.